Karibu tena mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Narok ambako wakati ulimwengu unasherehekea sikukuu ya Krismasi, wakazi ambao waliohamishwa makao katika eneo la Transmara bado wapo kwenye makazi ya muda kwenye kambi mbalimbali ikiwemo baadhi ya shule katika sehemu hiyo, huku wakiwa na mawazo mengi kuhusu mustakabali wao. Baadhi yao wana hofu ya watakakoelekea pindi shule zitakapofunguliwa Januari mwakani, kwani bado hawajapata pa kwenda. Mwanahabari Elvis Koskei na maelezo zaidi. Familia zinapojumuika kwa mapochopocho ya sherehe za Krismasi, wakazi waliolazimika kuhama katika makazi yao katika eneo la Transmara Kusini, kaunti ya Narok, wanajitahidi kuendelea kuishi licha tabasamu kuporwa nyusoni mwao. Baada ya kufurushwa makwao kufuatia vita ya kijamii vilivyoshuhudiwa katika kaunti ya Narok, sasa wanalazimika kuishi kwenye makazi duni bila chakula mezani. Lily Chepkoech Kilele mwenye umri wa miaka 61, ambaye alipata riziki yake kwa kushona kamba kutoka kwenye majani ya mkonge, sasa anajikuta kwenye mazingira haya telezi. Sisi iko mali mbaya, lakini patu kupata hiyo Krismasi, patu kupata aya mimi wanasuna hii nini kamba, anasuna hiyo kamba yani kupata hii chakula, anasuna hiyo kamba. Sheila Mongare mwenye umri wa miaka 37, mama watoto watatu, anapitia yayo hayo kwa kitamani maisha yake yarejee kama ilivyokuwa hapo awali. Watoto atafungua shule, hata hatuna kitu ya kupeleka watoto shule. Mashamba alichomewa manyumba, sisi hatuna chochote, tunakaa tu hivi, hatuna hata Christmas. Watoto anafungua shule, sisi tunaishi kwa shule, hatuna manyumba, ndio hii tuko kwa shule. Na watoto, niko na watoto CPC, watoto watatu wanaenda shule, lakini hatuna chochote. Wakati huo viongozi wa kidini kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wanapaza sauti wakihimiza amani na kuitaka serikali kuzidisha juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo. And other places where they've been suffering violence, we pray that the root causes, whether it is issues of land, we have a Ministry of Lands that deals with land issues. Let every historical case be handled and speeded so that nobody feels discriminated in the gifting of a piece of land they are entitled to. And nobody should feel also another one is encroaching needlessly. Let the same laws apply. Our land is not a lawless nation. The laws are always there, but the enforcement is the problem. Waathiri hawa sasa wanaitaka serikali kuingilia kati, wakitumaini kupata msaada wa kurejesha maisha yao yaliyovurugika kwenye hali ya awali. Elvis Koskei, KTN.